Habari hii inatokea mkoani Arusha. Ripoti ni mwandishi msomi inaitwa Korumba Lebabas. Katika kuunga mkono juhudi za utunzaji wa mazingira nchini, jamii imetakiwa kuendeleza mpango wa upandaji wa miti kwenye maeneo mbalimbali, hususan katika taasisi za elimu, ili kuendeleza utamaduni huo kwa kizazi kijacho na kupunguza madhara mabadiliko ya tabia nchi. Wito huo umetolewa na kampuni ya Bonite Bottlers wakati wa hafla ya kukabidhi miti zaidi ya 500 katika shule ya sekondari ya Arusha, ikiwa ni sehemu ya kuenzi urithi wa mwanzilishi wa kampuni hiyo hayati Dr. Reginald Mengi, ambaye tangu mwaka 1987 alikuwa mstari wa mbele katika kampeni za utunzaji wa mazingira. Akizungumza katika hafla hiyo, mratibu wa mauzo wa Bonite Bottlers Joseph Simplis amesema kwamba kampuni hiyo imekuwa ikijikita kwenye shughuli za kijamii kwa muda mrefu na upandaji wa miti ni moja kati ya miradi inayomwenzi hayati Mengi. Kwa jina naitwa Joseph Simplis, ni mratibu wa mauzo wa kampuni ya Bonite Bottlers Limited. Leo tupo hapa Arusha Sekondari. Tumekuja kwa ajili ya zoezi la kupanda miti. Tumekuja na miti 500. Kati ya hiyo miti 300 ni miti ya matunda na miti 200 ni miti ya kivuli. Tumependa tuichague shule hii kwa sababu ya idadi kubwa ya wanafunzi walionayo na jinsi mahitaji ya matunda na kivuli yalivyo makubwa. Kampuni ya Bonite Bottlers Limited imekuwa ikifanya zoezi hili la kutunza na kuhifadhi mazingira kwa muda mrefu tangu ilipoanza mwaka 1987. Ambapo mwanzilishi wake au muasisi wake Dr. Reginald Mengi, ambaye ni hayati, alikuwa ni mpenzi wa mazingira, kuhakikisha kwamba mazingira yanakuwa mazuri kila mahali. Kwa vipindi mfululizo, kampuni imekuwa inashirikiana na serikali na taasisi mbalimbali katika zoezi la kuhifadhi na kutunza mazingira. Kwa miongo sasa, zoezi hilo la kupanda miti limefanyika na mashindano mbalimbali ya kushindanisha watu kutokana na kutunza mazingira yalifanyika, na kuna washindi ambao walizawadiwa kwa vipindi tofauti tofauti. Jambo kubwa ambalo tunalihitaji kwa shule hii ya Arusha Sekondari ni kuhakikisha kwamba miti hii inatunzwa, ikue, ambayo itawafaa kwa matunda ambayo ni lishe pamoja na kivuli. Kwa hali ilivyo kwa wakati huu, kama unavyoona mazingira yalivyo, hayana sehemu kabisa ya kujihifadhi wakati wa jua kali. Kwa hivyo tunategemea kwamba baada ya miaka michache kutakuwa na kivuli cha kutosha. Wanafunzi watakaohitaji kukaa chini ya kivuli au chini ya mti watakaa bila matatizo. Mimi naishukuru sana jamii ya Arusha Sekondari kwa jinsi ambavyo wameitikia zoezi hili la kupanda miti na jinsi ambavyo walivyo na furaha wafanyakazi kwa wanafunzi. Kwa upande wake, mkuu wa shule ya sekondari ya Arusha, Mwalimu Lona Christopher, amesema kwamba miti hiyo ni uhai, hivyo kuitunza jukumu la kila mwanafunzi na mwalimu ili kuhakikisha kizazi kijacho kinapata faida ya mazingira salama na yenye afya. Ninaitwa Mwalimu Lona Christopher Nteles, mkuu wa shule ya Arusha Sekondari. Kwa siku ya leo tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya upendeleo kutoka Bonite. Kipekee tunavyopokea miti, tunapokea zawadi ya uhai. Miti ni uhai. Na miti hii kwetu ni bahati, kwa sababu eneo letu pia kuna eneo halina miti. Miti hii itatoa kivuli wakati wa michezo, ni ya matunda kwa ajili ya afya, lakini tunafahamu faida zote za miti. Tunaendelea kushukuru kwa ajili ya miti hii na oksijeni tutakayoendelea kupokea katika eneo hili. Tunaomba Mungu azidi kuwabariki sana, muendelee kutuhudumia na kuhudumia Watanzania wengine. Tunashukuru sana.
Na hapa ni baadhi ya wanafunzi wanaosoma katika shule hiyo. Lilian Shirima na Innocent Karao wameshukuru kampuni ya Bonite kwa msaada huo na kuahidi kutunza miti hiyo kwa uangalifu mkubwa ili kufanikisha malengo ya mazingira bora. Kwa majina naitwa Lilian Shirima, nasoma kidato cha 5 shule ya sekondari ya Arusha. Kipekee tunapenda kuwashukuru kampuni ya Coca-Cola kwa kutusaidia miti ambayo kwa muda mrefu tulikuwa na upungufu wa miti ya kivuli. Tunatumaini kwa miti hii tuliyopanda tutapata vivuli vya kutosha, mazingira rafiki kwa kujifunzia, matunda ya kutosha. Hata tukiwa tunakula tutapata matunda tofauti. Tunasema asante sana. Na pia ninaposikia kwenye uhamasishaji wa kupanda miti, namkumbuka hayati Reginald Mengi ambao alihamasisha watu kutoka maeneo mbalimbali, mfano kule Kilimanjaro ambapo ndo alipokuwa naishi. Sisi kama wanafunzi tunapenda kuwashukuru kwa ujio wenu, maana kupitia nyie tumeweza kupata miti ya kutosha ambayo zinaweza kutupatia faida mbalimbali kama zifuatazo. Kupitia miti tunaweza tukapata mvua za kutosha, matunda, vivuli ambavyo vitakuwa ni njia sahihi ya sisi wanafunzi kufaulu vizuri katika mitihani yetu. Na pia tunaahidi kuwa tutavitunza vizuri miti hizo kwa faida yetu na kwa faida ya wadogo zetu ambao wanakuja. Kwa majina naitwa Innocent Karao, niko kidato cha 6. Nikizungumzia swala la upandaji wa miti, kwanza nawashukuru sana Coca-Cola kwa kuwa wametusaidia. Tunavyoona maeneo kama haya yalikuwa yanakosa miti, kwa jua alikuwa linatuathiri sana. Ikifika majira ya kujisomea unakosa sababu ya hili jua. Lakini tunapopata miti kama hii inatusaidia kivuli, watu tunaweza kupata maeneo ya kwenda kujisomea kwenye utulivu. Lakini pia miti inasaidia sana, inaepusha hata magonjwa mengine ambayo yangeweza kutokea kama miti hayapo, kama magonjwa ya swala la kupumua kwa sababu ya uchafu yanayotokana na viwanda. Lakini miti inasaidia, inaondoa kwa sababu ina produce oxygen. Inapozalisha ile oxygen tunapumua, tunakuwa na afya njema. Kama wanafunzi hilo tunawashukuru sana. Magonjwa ya ngozi, lakini tunapokuwa na miti tunapata kivuli, tunaweza kuepuka na magonjwa kama hayo. Kwa hiyo napenda kushukuru sana. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.